Popote pale ulipo mtazamaji, na kusabahi na kukaribisha kwenye TV47 Matukio, na kama kawaida kama kawa kila siku ya Ijumaa mistari ya wasanii itakuwepo hewani hapo mwendo wa baadaye kutoka hapa katika chumba cha matangazo. Popote pale ambapo unazidi kufuatilia matangazo haya, mimi ni mtangazaji wako Paul Kilobi. Tuna mengi ambayo tumekuandalia katika chumba cha habari, lakini kwanza kabisa wacha tuangazie tu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Katibu katika Wizara ya Elimu Julius Bitok asema kuwa idadi ya wanafunzi waliojiunga na shule za sekondari ya juu imefikia 98%. Kenya yajiunga na mataifa ulimwenguni kuadhimisha siku ya kumaliza visa vya ukeketaji, huku serikali ikitakiwa kuweka mikakati mahususi za kumaliza visa hivyo ambavyo vimeonekana kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Wahudumu wa afya katika kaunti ya Bungoma waeleza hofu baada ya visa vya saratani za mlango wa kizazi na ile ya matiti kuongezeka. Wakazi wanatakiwa kujitokeza na kupimwa kwa wakati ufaao. Usaili wa majaji wa mahakama kuu unaendelea kwa siku ya 3 leo. Usaili huo wa majaji wateule 100 unatarajiwa kukamilika Machi tarehe 4. Na michezoni, timu ya taifa ya soka ya akina dada wasiozidi umri wa miaka 20 Rising Starlets itafanya mazoezi ya mwisho hii leo kabla ya kuchuana na Tanzania kesho katika mechi ya kufuzu kwa kombe la dunia. Harambee Starlets wanazidi kunoa makali kabla ya michuano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa kina dada AFCON mwaka 2026 kufanyika nchini Morocco. Kenya imepangwa kwenye kundi A pamoja na Senegal, Morocco na Algeria. Lakini mtazamaji, mbali na taarifa hizo ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia kwa kina zaidi, usisahau kwamba hapo mwendo baadaye tutakuwa na wasanii hapa studioni kama kawaida, kama dawa, kila siku ya Ijumaa kwenye mistari ya wasanii. Na usisahau kwamba nitakuwa pia na kikundi ambacho kinafahamika kama Red Fourth Chorus, ambao ni waimbaji wa nyimbo za Injili. Watakuwa wanatuelezea kuhusiana na safari yao na jinsi ambavyo wamekuwa wakiendesha shughuli zao na experience imekuwa namna gani katika tasnia hii ya muziki. Na mbali na wageni hawa ambao nitakuwa nao hapo mwendo wa baadaye, pia nitakuwa naye mshairi au poet ambaye anafahamika kama Mosi Gisi. Huyu ni mchekeshaji maarufu nchini, lakini pia bado ni kijana mdogo. Kwa hivyo atakuwa anatueleza pia kuhusiana na safari yake, mambo imekuwa vipi, na je, ulingo huu wa ushairi una changamoto zipi? Kwa hivyo nitakuwa na kujuza mengi hapo mwendo wa baadaye. Lakini pia mbali na wageni ambao nitakuwa nao hapa studioni, kumbuka pia kuna swali ambalo nitakuwa na kuuliza pale kwenye mtandao wetu wa kijamii. Na pia wewe mtazamaji, na kukaribisha katika mjadala huu ambapo utakuwa unazidi kuchangia. Kama unavyotazama, kuna swali ambalo tunakuuliza pale kwenye mitandao yetu ya kijamii. Je, unadhani wasanii wamepigwa jeki? Kumekuwa na tetesi kwamba humu nchini Kenya baadhi ya wananchi wanakosa kujitokeza kuwasupport wasanii wenzao. Kwa hivyo nitakuwa na kuuliza hili swali kwenye mitandao yetu ya kijamii. Pale kwenye mtandao wa X au Twitter ni @TV47 Digital, na pale kwenye mtandao wa YouTube ni TV47 Kenya. Kwa hivyo nitakuwa nasoma ujumbe hapo mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa mtazamaji, nitakuwa na kuachia hapo. Kwa hivyo mwendo wa baadaye nitakuwa na kujuza mengi zaidi. Usibanduke. Saa 5 kamili nitakuwa hapa studioni.